nafsi ni ya thamani hujapata kuona. Nafsi ya mtu ndipo kunapokuwa na akili, ndipo kunapokuwa na hisia, ndipo kunapokuwa na utashi. Lakini nigusie kingine cha muhimu. Vipawa vyote unavyoona Mungu amemuumba navyo mtu, ukasikia yule mtu amezaliwa na akili nyingi sana, yule mtu ana kipawa, akifanya biashara tu yani huwa haimtupi, akianza biashara tu inanyoka namna hii. Ana kipawa hiki cha mbio, yani mita hizi umpati. Yule ana kipawa cha kilimo, akiingia kwenye kulima yani mazao hamtupi hata siku moja. Vipawa, sisi tunafahamu hivi vipawa hizi karama za asili, achana na za Roho Mtakatifu kwanza. Yani mtu alivyozaliwa tu unakuta ana mwelekeo fulani kwamba eneo fulani analiweza sana. Yani ana kiasili ni kama mwalimu. Mna hali mbaya tu akisimama na nyinyi akaelekeza tu pale watu wanamuelewa, mbona? Haleluya. Ana kipawa cha uongozi. Watu wanafanya vurugu, akisimama watu akiongea maneno mawili matatu unakuta watu wote wamenyamaza wanamsikiza. Akiongeza maneno mawili wanaanza kupiga makofi. Watu ambao tayari walishavurujikiwa, hawana uelekeo. Huyu ana kipawa cha nini? Cha uongozi, cha kuzaliwa nacho. Wanaita ni kipawa cha kufanya nini? Cha kuzaliwa nacho. Manake hivyo vitu vyote vinakaa ndani ya nini? Ya nafsi. Wangapi wamenielewa sasa? Sasa ikawa shetani, baada ya uharibifu, shetani akapata mwanya wa kujua kwamba kuna biashara ya nafsi. Mmoja, akinasa nafsi yako, anajua hutakuwa kile kitu Mungu alichokukusudia uwe hapa duniani. Unaweza kwenda mbinguni kwa sababu roho yako hana uwezo wa kuigusa, na imeokoka, imezaliwa mara ya pili, na inanena kwa lugha na muabudu Mungu. Mbinguni nani wa kukuzuia? Lakini kusema utasimamisha makusudi ya Mungu, hautayasimamisha. Kusema utatukuza Mungu kwa sababu unaishia sasa vile vipawa na nguvu alizoweka ndani yako, hautaweza kuviishia. Kusema kwamba Mungu alikukusudia uwe rais wa Tanzania, kwa hiyo wakati unafika uwe rais ili Mungu afanye ile makusudi yake, utakuta unapaya. Kisa adui aliwahi ile nafsi akaifungia kifungoni. Akishafungia kifungoni, na vile vipawa vyake vinakuwa na ile nafsi, havibaki kwenye roho yako, havibaki kwenye mwili wako. Haleluya. Haleluya, watumishi wa Mungu. Tuko pamoja? Lakini sasa adui akaanza biashara kubwa ya kwamba kutumia zile madhabahu zake za giza, akatafuta channel ya kunasa nafsi za watu. Alafu ili hiyo biashara inoge, anamhamasisha mtu kwamba ukiweza kuniletea nafsi za watu, mimi nitakupa pesa. Kwa hiyo anajua pesa ni sema karatasi tu. Kwa hiyo akikupa bilioni 1 ukaachia nafsi za watu pale, yeye ni kwamba amezuia zile nafsi ili Mungu asitukuze kwazo, zisitembee katika njia ya Mungu, zisifanikiwe katika njia ya Mungu aliyokusudia. Wasimtukuze Mungu kwa kuishi kamilifu kwa vile Mungu alivyoweka ndani yao, kwa sababu yeye ni adui wa Mungu siku zote. Haleluya. Haleluya, watumishi wa Mungu. Kwa hiyo ikatokea biashara ya nafsi, ikawa ni biashara kubwa kuliko hata ya dhahabu, kuliko ya kitu chochote kingine. Sasa baadaye nilipokuwa nafanya utafiti, nikasema ili jambo kweli liko kwenye Biblia. Nilipopita kwenye Biblia nikakuta mbona haya mambo yapo. Nikashangaa mwenyewe, nikasema basi ngoja tuongee kidogo juu ya hili tatizo la nafsi kunaswa kwenye madhabahu za giza. Alafu Mungu atatongoza sana namna ya kulingiza kwenye maombi tunaendelea nayo ya kupiga vita vya kiroho na kuwekwa huru katika madhabahu za giza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alafu neno moja kabla sijaendelea, nikaja kugundua kumbe nafsi hizi ikinaswa, kwa sababu hutaweza vile vipawa Mungu aliweka ndani yako havitapatikana kwako tena kufanya kazi, vinabaki na nafsi kule. Sasa ile madhabahu ya shetani ili ifanye kazi vizuri, anawaambia watu kwamba Bwana, mimi ukinipa sadaka, ukinipa kitu hiki, ninakuwezesha kuwa mfanyabiashara mkubwa. Unaenda anawakamata, unatoa sadaka zako. Unafikiri shetani ana kipawa cha biashara? Hana. Anachoenda kufanya, anaangalia kwenye nafsi alizokamata pale, anaangalia nafsi yenye kipawa cha biashara ndani,
anachukua kile kipawa na muuzi, anampatia yule mtu. Yule mtu anatoka kule anafanya biashara. Sema amepewa kutoka kwa Freemason, ametoka kutoka sio madhabahu gani ya giza. Lakini kilikuwa ni kipawa cha mtu mwingine aliyeibiwa ile nafsi ikawekwa kifungoni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa hawa watu wengine huko, wao wanaita ni nyota. Wanasema kwamba ameibiwa nyota. Lakini kiroho, kimungu, ni nafsi imewekwa wapi? Kifungoni. Wangapi wamenielewa? Kwa kimungu ni nafsi imewekwa kifungoni. Lakini kwa watu huko duniani na ambao hawana hizi njia za kimungu, wao wanasema ni nyota imeibiwa. Kumbe ni kipawa kimeibiwa kwa sababu nafsi imewekwa kifungoni. Kwa sababu hicho kipawa huwezi kunyang'anywa mpaka nafsi ina hali. Haleluya. Naenda haraka. Sasa hebu tufungue kwanza Ezekiel mlango wa 13. Mlango wa 13. Tumepata? Mstari wa 17 utafute. Na wewe mwanadamu, kaza uso wako juu ya binti za watu wako, watabirio kwa akili zao wenyewe, ukatabiri juu yao. Naendelea tu mpaka nakapokusimamisha. Useme, Bwana Mungu asema hivi: ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono, wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo, ili wawinde roho za watu. Je, mtaziwinda roho za watu wangu na kuzihifadhi hai roho zenu wenyewe? 19. Nanyi mmeninajisi kati ya watu wangu kwa ajili ya makonzi ya shairi ya vipande vya mikate, ili kuziua roho za watu ambao haiwapasi kufa, na kuzihifadhi hai roho za watu ambao haikuwapasa kuwa hai, kwa kuwaambia uongo watu wangu wasikilizao uongo. 20. Basi Bwana Mungu asema hivi: tazama, mimi ni kinyume cha hirizi zenu, ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu kama ndege, nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu, nami nitaziachilia roho zile mnazoziwinda kama ndege. Haleluya. Neno moja ambalo ndio maana kujifunza Biblia kama Bible study ni muhimu. Neno moja ambalo nataka niwasaidie sasa hivi ili uelewa wenu ukae vizuri. Hili neno alilotumia roho. Hili neno alilosema kuwinda roho za watu. Tafsiri yake kwenye Biblia zingine ametumia neno nafsi. Haleluya. Ametumia neno nafsi. Kwa pale anaposema mnaziwinda nafsi za watu. Na hilo liko wazi kwa sababu hakuna anayeweza kuwinda roho ya mtu, kwa sababu roho inatoka kwa Mungu na roho imetunzwa na Mungu, na kwa waliookoka tayari Mungu anakaa kwenye hiyo roho. Kinachonaswa ni nini? Ni nafsi. Kwa hapa tunaona hii nafsi inakamatwa kichawi, kwa sababu amesema kwamba huyu mwanamke mchawi wanavaa mahirizi kwenye mapindo kwenye mikono yao. Actually kwenye mikono yao wanajifunga hirizi. Sasa hii hirizi inaitwa hirizi tu, lakini inachukua sura nyingi. Wakati mwingine inakuwa kama kampira fulani au kibangili fulani au kamba fulani, na mmeshaona hivyo vitu wanavitumia kama njia za kichawi za kunasa roho za watu. Kwa hiyo nimesema njia ya kwanza ambazo nafsi za watu zinakamatwa ni njia za kichawi, madhabahu za kichawi. Haleluya. Hiyo ni njia mojawapo. Kwa hiyo kama umeshaona watu ambao ama ni waganga au ni jamii ya manabii wa uongo, kusema manabii wa uongo nao wapo, ukakuta kwamba anakuhamasisha upate kitu cha kuvaa hapa kama mpira, au wangapi wameona vile vitu ambavyo vinakuwa kama vyembamba hivi kama bangili lakini vya plastic fulani hivi wanavaa, wakati mwingine vinaandikwa hata majina. Nishaye kuviona?
Hizo ndio zinaitwa boundary, wrist boundary. Sasa hizo ni jamii ya mahirizi hiyo ambayo inaongelewa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye makabila mengine vinakuwa mpaka vya chuma. Kwa mfano kuna makabila wanaita matendere. Matendere. Ni jamii hizo. Si matendere mengine wanavaa kama mahirizi. Wanavaa kama mahirizi. Sasa hizo zote anasema zinapotoka kwenye hiyo madhabahu ya kichawi, anasema wale wanawake wachawi ambao hapa amewaita ni manabii wa uongo, wanakuwa na namna ambayo wananasa hizo nafsi za hao watu wapi? Kwenye madhabahu za kichawi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo njia mojawapo ambayo watu wananaswa na wanaweza kanaswa nafsi zao ni kwenye madhabahu za kichawi ambazo zinahusiana pia na watu kama manabii wa uongo, kwa sababu kama ni manabii wa uongo maana yake sio wa Mungu. Kwa hiyo madhabahu zao pia adui anakuwa amepita namna mahali pa kunasa. Adui anatumia madhabahu hizo kwa sababu zina uwezo wa kupata watu wengi. Yaani watu kadiri wanavyokuwa wengi ndivyo na nafsi zitakuwa nyingi. Na zikiwa nyingi atapata hukumu ambazo zina vipawa vikubwa ambavyo anaweza baadaye akaziuza. Kwa sababu sio nafsi zote ambazo zinaweza zikauzika, nyingine pengine havina vipawa vikubwa ambavyo angevitaka. Haleluya. Nitakuwa naenda haraka, lakini kingine kwenye upande wa ndoa, neno la linasema hao wawili watakuwa mwili, hao wawili watakuwa mwili mmoja, si ndio? Kwa hiyo ikitokea mmepiana talaka, si kila mtu anaenda zake, lakini nani alivunja ule mwili mmoja? Ule mwili mmoja nayo. Kwa sababu ule mwili unaoongelewa pale sio huu mwili huu, sio huu wa kutembea. Si kila mtu anatembea na dada zake. Ni nafsi zenu zimeungana. Mmekuwa nafsi moja kwa muktadha ule. Kwa hiyo sasa mwenzako anapoondoka, anaondoka na sehemu ya nafsi yako. Hiyo haijaondoka. Kwa sasa kule kwa mfano akiamua kwenda kufanya shughuli nyingine za kibiashara za kichawi, anaweza kukuathiri nafsi yako. Unayo lakini sio kamili. Mnakumbuka pale kwa Thessalonike tulikosema nafsi yenu ihifadhiwe iwe kamili. Unakuta kuna sehemu nafsi yako imebaki upande wa pili, haiko kamili. Na nalo ni tatizo ambalo litahitaji uponyaji. Lakini ni ongelee kitu eneo lingine ambalo lina nafsi inaweza ikapata nafasi ya kufungiwa kwenye madhabahu za giza. Ni kitu kinachoitwa uasherati au uzinzi. Uasherati au uzinzi. Pale kuna mtego mkubwa sana wa nafsi kukamatwa. Na kwa sababu adui anajua hilo, ndio maana kunakuwa na biashara ya ukahaba. Wale makahaba waliobobea kabisa wana madhabahu ya giza ya kuweza kunasa na nafsi za wateja wao kwenye hiyo madhabahu, alafu wanaweza kaziuza kwa watu wenye madhabahu za kishetani kama mafrimason na watu wengine au satanic. Kuna wako mengi, usiingie sana huko. Mimi nataka tu upate lile wazo la kwamba nafsi inaweza ikashikwa mahali kwa inahitajika iokolewe au ikombolewe. Haleluya. Lakini ngoja nisome mahali, hebu tuende Mithali mlango wa 6 kuhusu hili la shida ya uasherati na uzinzi. Mithali, umefika? Mithali 6 mstari wa 25. Yakulinde na mwanamke muovu asikupate, na kukuponya na ubembelezi wa mgeni. Usiutamani uzuri wake moyoni mwako, wala usikubali akunase kwa kope za macho yake. 26. Maana kwa malaya mtu hutiwa katika hali ya kuhitaji kipande cha mkate, na kahaba humwinda mtu anase nafsi yake iliyo ya uthamani. Haleluya. Nafsi ya mtu ina uthamani ndogo. Anasema
Na kahaba, si tunafahamu kahaba ni wa kibiashara kabisa, yule ambaye amebobewa, ana madhabahu mpaka. Kwa sababu anachokifanya shetani, mtu anaanza kaanza tabia kama ya ukahaba, hajafungua yeye madhabahu, lakini shetani akishaona pale pana biashara yake itaenda vizuri, akamfungulia yani kile kitendo tu sasa sio cha kimungu, shetani akafungua madhabahu pale. Na kwa kadiri anavyoendelea, na unajua makabaa wengine wanaenda kwa waganga ili wawafute wateja vizuri si mnajua, wanashindana kama wako wengi pale biashara, wewe umeuza wangapi? Mimi 10, mimi leo sikuuza kabisa. Anaenda kwa mganga ili naye avute watu. Sasa katika vile vitu anavyovipata kusanya vya kichawi, vinakuwa sasa ni madhabahu ya kunasa nini, nafsi za watu. Lakini Mungu ameshatuambia kiroho tu, wale wana uwezo wa kunasa tu nafsi za watu kwa kazi ile wanaifanya. Kwa sababu tumesoma hapa, amesema wala usikubali akunase kwa kope za macho yake. Ananasa kitu gani? Mwili, nafsi. Kwa sababu ameielezea hapa chini zaidi, akasema maana kwa malaya mtu hutiwa katika hali ya uhitaji kipande cha mkate, na kahaba humuwinda. Umeshaona hilo neno kumuwinda Kahaba humuwinda mtu anase nafsi yake, sio apate pesa zako. Pesa ni B. Anase nafsi yako, kwa sababu ana madhabahu tayari ambayo anaambia ukipata nafsi ambazo zina kitu ndani, kitu kizuri ndani, unapata pesa zaidi kwenye madhabahu ile nyingine iliyompa hiyo kazi. Kwa hiyo anasema na kahaba humuwinda mtu anase nafsi yake iliyo ya thamani. Iliyo ya thamani. Nafsi zetu Mungu alizotupa zina thamani. Nini kinachofanya zina thamani? Vipawa Mungu alivyosheheni ndani ya nafsi. Hebu tumadhimishe Mungu wa vipawa ndani ya nafsi. Sasa unataka kuona hii biashara ya nafsi. Kwa hiyo kwa kifupi, ndio maana katika kutathmini sasa, mtu unaangalia kama ulishapita kwenye maeneo kama haya, uwe na yani ujiachie kusema yamkini kuna mahali nafsi yangu inaweza ikawa imekamatwa kwenye upande huu. Kwa naposema haya, sio ina maana kwamba inawezekana kila eneo ulishakamatwa nafsi. Tunaonyesha maeneo ambayo ni malango ya nafsi kuweza kukamatwa kwenye nini? Kwenye madhabahu za kishetani. Kanisa, tunaelewana Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tuangalie hii biashara ya nafsi ilivyokolea. Kuna mahali nitaka kabla sijaondoka hapo kwa uzinzi na ukahaba. Hebu soma waraka wa kwanza wa Korintho mlango wa 6. Tuunganishe hapo pia. Waraka wa kwanza mlango wa Korintho wa kwanza mlango wa 6. Tuunganishe na hilo la kwenye Methali. Mstari wa 15 na 16. Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha. 16. Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Haleluya. Hebu piga picha. Yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye. Ni kanuni Mungu aliyoiweka kwamba mtu mimi na mtu mke wakikutana kwa namna hiyo wanaungana kwenye nafsi. Yaani kuna sehemu ya nafsi vinaungana. Na ndio maana Mungu akasisitiza mume mmoja, malizieni, mke mmoja. Ili nini? Mkigaiana vipande vya nafsi, basi iwe ni nyie tu. Lakini Mungu amesema kwamba kila utakaoenda kwingine kuna kipande cha nafsi utaacha huko, kwa sababu ni kanuni. Kwa sababu makahaba si watu wa biashara wao kwa kule. Lakini anasema mtu akienda kwa kahaba bado ameshakuwa mwili mmoja na kahaba. Yeye ametoka na mwili wake na amevaa suti yake, lakini anaambia kuna kitu umeacha kule, ni kwenye nafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie sasa hii biashara ya, hebu tuende Ufunuo mlango wa 18. Ufunuo mlango wa 18 tuanzia mstari wa 9. Ni Ufunuo ndio inayokamilisha kuonyesha mambo halisi,
na hili jambo limefunuliwa kwa nyakati za mwisho, lakini anaonyesha kilichokuwa kinaendelea. Sio kwamba anasema itakuwepo nyakati za mwisho, ila anatuonyesha kilichokuwa kinaendelea. Yaani kuna biashara za watu zilivunjwa. Sasa kumbe kuna wafanyabiashara walikuwa na hizo biashara, alafu wakaonekana sasa wanapata hasara kwa sababu hiyo. Hebu tufungue hiyo Ufunuo 18 mstari wa 9. Umeuona? Usome tu mpaka 13. Sitakusimamisha. Na hao wafalme wa nchi waliozini naye na kufanya anasa pamoja naye watalia na kumwombolezea, wauonapo moshi wa kuungua kwake, wakisimama mbali kwa hofu ya maumivu yake, wakisema, ole, ole, mji ule ulio mkuu, Babeli, mji ule ulio na nguvu, kwa kuwa katika saa moja hukumu yako imekuja. Nao wafanya biashara wa nchi walia na kumwombolezea, kwa sababu hapana mtu anunuaye bidhaa yao tena, bidhaa ya dhahabu na fedha na kito chenye thamani na lulu na kitani nzuri na nguo ya rangi ya zambarau na hariri na nguo nyekundu na kila mti wa uadui na kila mti wa uudi na kila chombo cha pembe na kila chombo cha mti na thamani nyingi na cha shaba na cha chuma na cha malimari. 13 na mdalasini na iliki na uvumba na marhamu na ubani na mvinyo na mafuta ya mzeituni na unga mzuri na ngano na ng'ombe na kondoo na farasi na magari na miili na roho za wanadamu. Hapo umeona hizo bidhaa zilivyo nyingi? Kama hiyo biashara inayokuja kuharibiwa, angalia wafanyabiashara waliopata hasara. Wengine wanauza dhahabu, wengine mdalasini, wengine viungo mbalimbali, wengine nini, lakini nilichokuwa nataka ulenge ni zile bidhaa mbili pale mwisho. Haleluya. Zile bidhaa mbili pale mwisho ni bidhaa ngapi? Mbili pale mwisho nini? Hebu zitaje. Miili na roho za. Unajua wanaouza hivyo vitu sio Mungu ni nani? Wafanyabiashara. Sasa kama ambavyo nilikuambia kwamba tafsiri ya King James wakati mwingine huwa inakosea eneo hilo. Hawauzi roho za wanadamu, wanauza nafsi za wanadamu. Kama ukifuatilia kwenye ingekuwa ni Bible study nyingine, ningekupitisha kwenye mistari mingine. Haleluya. Kwa hiyo hapa anauza miili na nafsi za wanadamu, hawa wafanya biashara. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba nafsi za wanadamu ni biashara kubwa, inaleta pesa nyingi. Sasa ile miili sio kwamba ni miili iliyomfu. Anaposema miili hapa, ana maana ya watu kwenda kutumika kwa nguvu kazi yao na akili zao. Kwa hiyo unakuta mtu anaambiwa kuna kazi za ndani Dubai. Wanaotaka kazi za ndani Dubai au Warabuni, jiandikisheni. Wanajiandikisha, wanapelekwa kule kwenda kufanya kazi za wapi? Za ndani. Kwa hiyo kule yule aliyowapeleka anapata nini? Pesa. Kwa hiyo wale wameuzwa kama biashara ya miili ya wanadamu. Lakini kuuzwa kama nafsi sasa, hiyo ni biashara nyingine. Ndio tunayoongelea ni ya kiroho zaidi, ni ya upande wa kichawi. Ni nafsi tu ambazo zimeisha naswa ndizo zinaanza kuuzwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa na karibia mwishoni kusema kwamba njia mbalimbali ambazo zina mitego ya kuuza nafsi au nafsi kuingia kwenye mtego. La kwanza mambo haya ya michezo.
mambo ya michezo hii nikiwa na maana vilabu hivi vikubwa vya mchezo vyenye washabiki wakubwa. Nasema mimi ni Man U, mimi ni sijui nini, yale maklabu makubwa yanataja Man U, nyingine Arsenal, nazisikia mbona mjasema hata Simba na Yanga? Na zenyewe kwa hapa Tanzania zinawika. Sasa nini kinachotokea? Ni kwamba adui yeye anaangalia, ngoja nikwambie. Hivyo una biashara yako unataka kuuza majimbi. Sijui kama majimbi kama sawa au nyanya. Hivi utachukua nyanya zako uende pale kwenye uwanja wa Geseko ukae pale unauza nyanya, au utatafuta eneo kama la Shilabela au Nyankumbu? Ni wapi ambapo utaona panafaa kuuza nyanya zako? Ni umeangalia pale wateja. Kwa hiyo kilabu ikiwika, adui anafuatilia, anasema hapa ni eneo zuri la biashara, nitakamata nafsi za watu wanaokuwa wapenzi. Na zile klabu nyingi huwa zinaenda kwa waganga. Ni wangapi wanajua hilo? Huwa zinaenda kwa waganga. Wanapoenda kwa waganga, kwa sababu waganga wote ni watendakazi wa shetani, wanasema ni klabu ile iko nzuri. Sasa chukua hii, fanya 1 2 3, tunahitaji nafsi za watu pale. Kwa sababu wako wengi, mnao wengine wataendelea kuwa wengi. Kwa hiyo sasa ile unaposema mimi ni Man U, mimi ni kinda mshabiki kinda wa Man U, manake umejiunganisha na Man U. Na wakati mwingine wanatoa na t-shirt, wanatoa na bandi zile za kuvaa zimeandikwa Man U United. Basi kwa njia hiyo unakuta nafsi imeingia kwenye mtego wa kunasa kwenye madhabahu ya kwao. Wangapi wananielewa? Hilo linafanya kazi pia kwenye mitego kama Simba, Yanga. Sasa msiende kuambia viongozi wao wakasema mchungaji wenu yuko wapi anatuharibia mambo yetu hapa. Lakini nagusia tu ili tuende kwa uzuri, kwa sababu umeshaona jinsi ambavyo hata hapa Tanzania jinsi vijana walivyonaswa na Yanga na Simba, kiasi kwamba hata kama kuna jambo gani la zuri ukisikia Simba na Yanga, tena hata wanasiasa nao wamekuwa wajanja. Wakiona kuna tukio linataka kuleta shida, wanawaambia Simba na Yanga, hebu tangazeni mechi. Watangaza mechi, watu wanarudi kwenye TV. Simba, mimi Yanga. Wanasahau mpaka ile lingine, mambo yanapita. Wanasiasa nao wameshakuwa wajanja. Wanajua kwamba kule watu wameshanaswa. Nini kinachofanya watu wawe mashabiki vile? Ni kwa sababu ya kuendelea kunaswa na ile madhabahu. Kwa hiyo wengine watanaswa pale wasipate hasara kubwa kwa sababu hana yule na nafsi tu, lakini mwingine atanaswa pale na kupoteza vitu, kapoteza kwa sababu amekutwa nafsi yake ina dhahabu ndani. Yenyewe ikapata uteja zaidi, haraka zaidi. Haleluya. Kwa hiyo ni kuwa makini na hizi clubs kubwa, kuepuka kusema mimi ni mshabiki kinda, mimi kuvaa mpaka na t-shirt zao na nini. Ni kuwa makini nazo. Ni sehemu, sisemi kila aliye mshabiki ameshauza huko nafsi, mnielewe. Mimi nasema malango ambayo nafsi zinaweza kufanya nini, zikanaswa. Lakini sijasema kila mmoja ni aliyekuwa shabiki ameshanaswa nafsi. Wangapi wanaelewa hapo? Watu wasije kaondoka hapa wanasema sasa na maana mchungaji amesema mimi nimeshanaswa nafsi. Mimi nimenaswa. Hilo ni lango na lina mtego huo. Kwa Mungu akujalia ukatoka huko mapema, sawa. Na kama haijawahi kunaswa, basi mshukuru Mungu, lakini hilo ni lango la kunasa nafsi za watu. Lakini pia malango mengine ni michezo ya video. Michezo ya video inaunganika na filamu. Zile filamu mbalimbali. Zile filamu zinatoka Woody, wanaita nini Woody kule Marekani? Hollywood. Natoka Hollywood. Hollywood ni kituo cha, ni lango la shetani. Ni lango la shetani. Kwa hiyo unakuta kila filamu wataweka maudhui ya kawaida, inaonekana kama ya kawaida, alafu wanapenyeza kitu fulani kule, wanakipenyeza kitu fulani tu, labda chekesho fulani nini, lakini kile kinakuwa ni cha kiroho cha kunasa nafsi yako. Kwa unakuta kama unakuwa ni mshabiki, unapendelea movie hizo, na zingine zinakuja mpaka na kwenye simu siku hizi. Ni eneo ambayo
ni hatarishi. Nafsi inaweza ikanaswa huko. Haleluya. Lakini eneo lingine ni vitu kama makomedi. Kwa sababu mojawapo ya wakati hata wale watu wanataka kunasa nafsi, hawanasi tu hivi. Kuna matukio ambayo ndiko nafsi nako kamatiwa. Yaani kwa mfano kama ni mpira, pale mahali ambapo panagusa ndani ukashangilia kusema ukajiachia kabisa, ndio pale ambapo kama nafsi na window ndiye inanasiwa pale. Na kwenye comedian, so unajua ni wachekeshaji wale. Kwa hiyo sasa, kwa sababu mtu akishakuwa comedian mzuri, adui anatega, anaweka madhabahu pale, na yeye anaipenda kwa sababu anataka watu wavutwe, apate pesa, awe nani maarufu. Kwa hiyo ile pipi cheka mpaka machozi yanakutokea pale, ndio nafsi umeifungua namna hiyo. Kwa hiyo kama ni kuinasa, inaweza kanasiwa kwa njia hiyo. Kumbuka ni mambo ya kiroho, useme mbona sijaenda kwenye ukumbi wake. Haleluya. Sitaingia ndani sana. Michezo ya watoto ni ya kuangalia makini sana, hasa nafsi za watoto ziko laini na nini. Hii inayopatikana kwenye viwanja, unasikia maonyesho kule, kuna michezo ya watoto kule mingi kule, imetegewa kwa namna ambavyo inaanza kanasa nafsi za watoto. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta kuna michezo ya namna nyingi, sisemi ni kama ni yote, ipo michache. Hasa ile unayokuta watoto wanakaa wanapangana kwenye gurudumu, wanazungushwa, yaani ile tu pale ndio inapatikana mwanya wa kudaka nafsi. Kama ameshaona kwamba iko vizuri na msaidia, unarudisha mtoto, nafsi imeshafanya nini? Imeshaathiriwa. Mimi nina ushuhuda wa mtumishi naye mfahamu, lakini simsemi, ambaye alikuwa na mtoto wake mmoja hapo, alikuwa Mungu amemjalia vipawa, amemjalia ana akili nyingi, mdogo tu. Akaenda kwenye shule moja ya private, akaanzia nursery school pale. Walimu akampenda alivyokuwa na akili, uko smart, anajua vitu vingi, anaweza kufanya nini, na ni familia ya walokole. Sasa ikatokea ile mwalimu akampenda mno, kwa sababu mtoto amejaa vitu na ni mdogo tu, kwa hiyo anamfurahia. Ikatokea bwana, kuna mkutano wa injili ulikuwa mahali, na huyo mwalimu alikuwa ameokoka, na hiyo shule wamiliki wake walikuwa wameokoka. Kwa hiyo kuna mkutano wa injili mkubwa kwenye uwanja mkubwa wa injili. Sasa yule mwalimu sijui ilitokea nini, akaona tu kwamba hebu nichukue watoto ambao wana akili, yani ili washike mistari michache na vitu fulani vya kuweza kuongea mbele ya watu, ili watu waone jinsi watoto walivyopata vipawa vya kimungu au vipaji. Na nielewa wakachukua yule mtoto, wakaenda naye kwenye uwanja wa nani, ulikuwa mkutano wa injili umejaa namna hiyo. Kale katoto kaenda kafanya yale walioelekezwa kufanya na mwalimu wao, wakafanya fanya kwa kipaji kikubwa sana. Watu wanashangilia, watu wanafurahi, watu baada ya kutoka kwenye ule mkutano, yule mtoto ndio habari yake ikaisha. Yupo shuleni, hata yule mwalimu alikuwa anampenda, hampendi tena, haoni tena kile kitu kilichokuwa kinamvutia ampende, na hajui nini kimetokea. Na yule mtoto alikuwa smart, yuko mstari wa mbele, ghafla akawa kama wakujikunja namna hii, na wazazi wake hata hawakujua kinachoendelea. Paka baadaye ameshakuwa mkubwa huko, ameshakuwa na familia, ndio Mungu kwa njia kama ya mafundisho kama hii, ndio wanakuja kushtuka kwamba mtoto wenu aliibiwa nafsi. Siku ile anapelekwa kwenye uwanja wa mkutano wa injili kule juu, kwenda kuongea kule. Kumbe kule kwenye viwanja kuna kwenda watu mbalimbali, unaenda kuhubiri watu waokoke bwana. Kwani wanaendelea kuhubiria watakatifu, si wenye dhambi wamekuja pale wanahubiria Kwa hiyo sasa pale kunakuwa na watu wengine, kuna mtu mwingine anawindra, anasema jamani, nimeambiwa na mganga wangu kwamba nikipata mtu mwenye mtiriko wa kipaji cha namna hii, nikipata hiyo mambo yangu yanaitika. Kwa hiyo wanakuwa kule wanaangalia, yule mtoto yuko vizuri, yuko vizuri, ana kitu yule. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Hata watoto wenu muwe makini mnavyowatoa nje, mnamsiwaachie kienyeji tu
Wanaangalia kwenye nini, kwenye video, kwenye mtandao, wakati mwingine unaona katoto kadogo kanaongea mambo makubwa mpaka tunasema na mke wangu, huyu mtu anahitaji amwambie sana huyu mtoto, kwa sababu yuko dunia yote inamwangalia. Lakini wawindaji wapo. Tumeona pale kwenye kitabu cha Ezekiel kwamba wanawinda. Bwana Yesu asifiwe. Hebu niende haraka nimalizie. Lingine la muhimu kweli, mtanisaidia Kiswahili. Nilikuwa na Kiswahili chake kipo lakini kimenitoka kidogo. Kuna watu wanaitwa celebrity, watu maarufu kama Madonna, kama Diamond, wanaitwa celebrity. Kiswahili wanaitaje mwalimu? Celebrities wanaitwaje? Wasanii maarufu, star. Wanaita star. Kuna kalugha fulani. Mbona wote nani? Mimi nilijua nikija hapa mtanipa hilo jina. Leo nalikumbuka lakini likanitoka, lakini celebrity mtanielewa. Watu wale ambao ni maarufu, wasanii. Anaweza kama ni mwanamuziki maarufu sana kama kina Diamond yao. Anaweza kama ni mchezaji maarufu sana kama nani, mchezaji maarufu sana wa mpira wanaowataja Ronaldo na nani, Messi. Kuna mwingine Senegal walikuwa wanamsifia juzi kama ameokoaje Senegal nini. Watu namna hiyo, wale watu wa bongo flavor, bongo movie, akina Wema Sepetu na wengine. Sasa watu wa namna hiyo ni watu ambao, akina Michael Jackson ambao ni marehemu tayari, ni watu ambao wanakamata mashabiki wengi. Na kwa sababu na mashabiki wengi, na wao walishaingia kwenye madhabahu za giza kwa ajili ya kutunza kile kitu alichonacho, kwa sababu naona bila hivyo hatoboi. Sasa ile madhabahu imewekewa mtego wa kunasa nafsi za watu zinazomuunga mkono. Na adui sasa naye akawa kimtandao. Ya teknolojia zinazoenda na shetani wanaenda nazo hivyo hivyo. Ni wangapi wamelishasikia kwenye mtandao kuna kitu kinaitwa followers? Followers. Wale followers ndio mashabiki, na adui akitaka kunasa nafsi za mashabiki ananasa kwenye followers. Followers maana yake umeungana naye. Ukishasema mimi ni follower wa huyu, maana yake umeachilia nafsi yako kuunganika naye. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kwa sababu mambo ni ya kiroho, adui akitaka kusearch apate nafsi za kukamata huko, anapitia yale mafollower wa huyo mtu, alafu akiziona hizi zinafaa, na mapema nachukua hawa, anamkatia mshiko. Unakuta celebrity anaendelea kununua magari, anaendelea kujenga magorofa, mnamtukana, lakini ndio biashara inayoendelea, hata Ufunuo imeshatuonyesha. Hayo ni maeneo ya kuwa makini. Sasa sisemi kile uliyemfollow tayari umeshanaswa nafsi. Muendelee kunisikiza, muwe makini na mimi. Sisemi kila uliyemfollow umeshakamata faa, ila nasema ni mlango mmoja wapo. Sasa kama ukishuhudia na Roho Mtakatifu, huyu nikamfollow niondoke huko, basi ni njia nzuri. Lakini mimi ningegotea moyo usimfollow mtu ambaye, na mimi namshukuru Mungu. Mimi sikuwa najua mambo haya, lakini nimekuwa makini kwenye mitandao, simfollow mtu. Huwa simfollow mtu kwa sababu ni kila nikiwaza kumfollow mtu huwa linakuja sauti kwamba hivi natakiwa nimfollow Yesu au natakiwa nimfollow mtu. Kwa nikishaona kwamba natakiwa nimfollow Yesu, basi nakuwa mzito, siwezi kubonyeza kumfollow mtu. Kwa hiyo hilo ndio lililoniokoa, sio kwa sababu nilikuwa najua kwamba kuna hatari nyingine ya nafsi kunazo. Lakini nilipokuja kujua kwamba kuna hatari ya nafsi kunaswa pia kwenye kufollow, nikasema basi kumbe Roho Mtakatifu alikuwa na kubwa zaidi, pamoja na hili nalo lilikuwa kubwa. Haleluya kanisa la Mungu. Haleluya watumishi wa Mungu. Kwa hiyo niwatie moyo, kama ulishakuwa unamfollow mtu ambaye haeleweki, hebu ukaunfollow, utoe huko jina lako. Nimalizie na la mwisho la kusema, mtu kujiuza nafsi yake mwenyewe.
Unajua kuna watu wanajiuza nafsi zao. Ulishasikia mtu anasema ameuza nafsi yake mwenyewe? Hamjawahi kusikia? Sikia fulani anasema au inashuhudia mwenyewe anasema ameuza nafsi yake ili apate pesa. Kwa hiyo ni mtu ambaye unakuta ana kipawa lakini kimeshaonekana, lakini ili apate hela zaidi anaenda kwenye madhabahu zile za kishetani. Anasema mimi niko tayari kuuza nafsi yangu. Anaambiwa bei, anasema bilioni 1. Wakiona inalipa wanaambia, wanafanya taratibu zao, anakuwa ameuza nafsi. Kama mnamuona yuko hapa anaimba au kama ni nini, lakini nafsi ameshauza, lakini ana mapesa kibao. Kwa hiyo kuna mtu kujiachia kuuza nafsi yake mwenyewe. Bwana Yesu akasema itamfaa mtu nini akipata ulimwengu wote alafu akapata hasara ya nafsi yake? Kwa hiyo mtu anakuwa amepata hasara kwa kuuza nafsi yake, lakini anapata ulimwengu wote. Kwa hiyo kwake ni hasara, kwa sababu hivyo vitu hivyo vina thamani ndogo ukilinganisha na thamani ya nafsi aliyoachia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba niishie hapo kwa kitu cha kufanya. Kitu cha kufanya cha muhimu pia kingine ni kuwa makini sana, na sio kila nabii ni nabii muongo. Mnielewe hilo Manabii wa kweli wapo kwa sababu ni ofisi ya Mungu, lakini wako manabii kama ni wachache au ni wengi sijui, lakini manabii wa uongo wako. Uwe makini usiingie kwenye madhabahu ya nabii wa uongo, kwa sababu kwa hilo neno tu ni muongo, maana yake sio wa Yesu Kristo. Na kama sio wa Yesu Kristo ni wa shetani. Kama ni wa shetani, lazima madhabahu yake ina nafasi ya kunasa nini? Nafsi za watu. Kwa kama ukija kukuta ulishaingia kwenye madhabahu ya nabii wa uongo, ukaje kushuhudiwa na kwa uwazi kabisa baadaye kwamba huyu nabii kwa kweli ni wa uongo, basi hilo nalo ni eneo la wakati unaanza kuimboa nafsi yako kwa damu ya Yesu, ni maneno mojawapo pia ya kuangalia. Wakati nilipokuwa napita kwenye hili somo nikasema hivi kwa ile mtumishi nienda ile pako salama kweli pale? Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Tuanze maombi leo, lakini yataendelea kesho. Leo tutaanza na hatua fulani.